Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Iran wamesema wameanza wimbi la 15 la operesheni Ahadi ya Kweli ya 4 dhidi ya kambi za Marekani. Wimbi la 15 la operesheni Ahadi ya Kweli ya 4 lilianza kwa jina la Msimbo ya Zahara kwa mashambulizi mseto wa makombora, ndege za kivita zisizo na rubani na operesheni maalum ya kikosi cha wanamaji cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu dhidi ya kambi za jeshi la Marekani katika eneo la magharibi mwa Asia. Maeneo 10 muhimu na ya kistratejia ya uongozi na zana za kivita za jeshi la kigaidi la Marekani katika kambi ya jeshi la anga la Sheikh Isa nchini Bahrain yamepigwa kwa mashambulizi mazito ya vikosi vya ulinzi vya Iran. Kituo cha uongozi na udhibiti cha jeshi la Marekani, magala mafuta na majengo ya makamanda wa ngazi za juu wa Kimarekani katika kambi hiyo ni miongoni mwa shabaha zilizopigwa na kusambaratishwa. Ripoti za kijasusi na picha za satellite zinaonyesha kuwa miundombinu ya kambi hiyo imeharibiwa kikamilifu na kwamba kuna shuhudiwa mgogoro mkubwa wa binadamu na kukimbia kwa magaidi wa Kimarekani kutoka kwenye kambi hiyo. Vilevile hayo yakiendelea, nikupe ripoti ambayo vyombo vya habari vya magharibi vimeificha, na hii ni juu ya vifo vya wasichana 167 ambao hawa ni wanafunzi waliweza kuuawa na kombora la Marekani na Israeli. George Galloway, mbunge wa zamani wa Uingereza, anasema mauaji halaiki yaliyofanywa na Marekani dhidi ya wasichana 167 waliokuwa na umri kati ya miaka 7 hadi 12 wakiwa madarasani kwenye shule ya msingi ya Minab nchini Iran ndio maafa makubwa zaidi yaliyowahi kufanywa na Marekani tangu wakati wa vita vya Vietnam. Galloway amesema katika siku hiyo hiyo ya kwanza ya vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, tarehe 28 Februari, Marekani na Israeli ziliua wachezaji 40 wa volleyball, timu 3 kamili za wachezaji wasichana katika shambulizi la anga nchini Iran. Huenda hauna habari ya mauaji halaiki ya wanafunzi wasichana nchini Iran. Haya ni mauaji makubwa zaidi ya wasichana katika shule moja ambayo yamewahi kusajiliwa katika historia, George Galloway anasema. Mbunge huyo wa zamani wa Uingereza anasema, jaribu kutafakari kama Russia ingeua wasichana 167 wakiwa shuleni, lau Iran ingeua wanafunzi 167 katika shule moja. Hapana shaka kwamba hiyo ingekuwa habari kubwa zaidi ya vyombo vya habari duniani. Ni vyema kukumbusha hapa kuwa mazishi ya wanafunzi hao wa kike wa shule ya msingi huko Minab, kusini mwa Iran, yamefanyika kwa huzuni kubwa na majonzi, huku wazazi waliokuwa wakiomboleza wapendwa wao wakitoa wito wa kulipiza kisasi dhidi ya mauaji hayo. Habari hii inaambatana na video ya George Galloway akizungumzia maafa hayo. Taarifa hii vyombo vya habari vya magharibi vimekalia kimya kabisa. Lakini hayo yakiendelea, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa ametaka ufanyike uchunguzi wa haraka kuhusu shambulio lililolenga skuli ya msingi ya wasichana katika mji wa Minab kusini mwa Iran. Volker Turk ametaka ufanyike uchunguzi wa haraka kuhusu shambulio hilo lililofanywa katika siku ya kwanza ya uchokozi wa pamoja wa kijeshi wa Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya skuli hiyo. Kwa mujibu wa Russia Al-Yaum, Turk amesisitiza kwenye taarifa kwamba masuhulia ya kufanya uchunguzi kwanza kabisa yanabebwa na vikosi vilivyofanya shambulio hilo na kuvitaka vitangaze matokeo ya uchunguzi huo, kisha mbali na kuwafungulia mashtaka wahusika, kufidia maafa yaliyosababishwa dhidi ya waathirika pamoja na familia zao. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa ameashiria pia katika taarifa yake takwimu za shirika la Hilali Nyekundu la Iran kuhusu idadi waliouawa nchini Iran hadi sasa ya watu 787. Wakati huo msemaji ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa, Ravina Shamdasan, amesema shambulio hilo lililofanywa wakati wa masomo, wanafunzi wakiwa madarasani, ni la umwagaji damu mkubwa zaidi na la uharibifu mkubwa zaidi katika machafuko ya karibuni. Vilevile, msemaji wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu amesema kiwango cha nguvu za makombora kitaongezwa na mwendelezo wa shambulio dhidi ya maadui wavamizi utazidi kurefushwa. Brigedia Jenerali Ali Mohamed Nain ameeleza hayo siku ya Jumanne alipozungumzia mwendelezo wa mashambulizi ya kijeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia operesheni ya Ahadi ya Kweli ya 4 na kusisitiza kwamba majibu ya siku ya kwanza na ya pili ya vita yalikuwa ya nguvu kubwa zaidi na ya kuteketeza zaidi kuliko ya siku za mwishoni mwa vita vya siku 12, na makombora yaliyotumika yameboreshwa zaidi na yamekuwa ya kisasa zaidi kuliko yalivyotakiwa katika operesheni ya Ahadi ya Kweli ya 3. Wakati huo idara ya uhusiano wa umma ya IRGC imeeleza kwenye taarifa nambari 13 ya operesheni Ahadi ya Kweli ya 4 kwamba katika wimbi la 14 la operesheni Ahadi ya Kweli ya 4, vikosi vya wanamaji vya jeshi hilo la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu alfajiri ya kuamkia Jumanne vilifanya shambulizi kali la makombora
na ndege zisizo na rubani lililolenga kituo cha anga cha jeshi la Marekani kilichoko kwenye eneo la Sheikh Issa nchini Bahrain. Shambulio hilo lililohusisha drone 20 na makombora matatu limelenga shabaha kwa umakini na kuliteketeza kikamilifu jengo kuu la kamandi na makao makuu ya kituo cha anga cha Marekani. Na hayo yanajiri katika hali ambayo licha ya uchujaji mkubwa wa habari unaofanywa na utawala wa kizayuni wa Israeli, duru za upashaji habari kutoka Tel Aviv zimeripoti kuwa makombora ya Iran yamefanikiwa kupiga maeneo yaliyokusudiwa ya utawala huo, na ripoti zinasema makombora ya vikosi vya ulinzi vya Iran yamelenga maeneo ya Rasul Ain na Pakti Tikwa mjini Tel Aviv. Vilevile hayo yakiendelea, nikwambie taarifa nyingine iliyofichwa ni juu ya makumi ya wanajeshi wa Marekani wameuawa katika shambulizi la kulipiza kisasi la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu dhidi ya kambi ya kijeshi ya Marekani jijini Dubai katika Umoja wa Falme za Arabu. Taarifa ya IRGC imeeleza kuwa wanajeshi 40 wa Marekani wameangamizwa huku wengine zaidi ya 70 wakijeruhiwa katika operesheni hiyo ya kulipiza kisasi na kujihami ya vikosi vya Iran. Taarifa hiyo imeongeza kuwa operesheni hiyo ya IRGC ya makombora na drone imelenga mkusanyiko wa askari wapatao 160 wa kikosi cha Marine Corps cha jeshi la Marekani jijini Dubai, ambapo 40 miongoni mwao wameuawa. Kwa mujibu wa msemaji wa makao makuu ya Khatam al-Anbiya ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, makumi ya vituo vya kijeshi vya Marekani vimelengwa katika mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Iran, na kwamba wanajeshi zaidi ya 650 wa Marekani wameuawa au kujeruhiwa kufikia sasa katika mashambulizi hayo halali ya kulipiza kisasi ya Iran. Haya yanajiri huku waziri wa mambo ya nchi za nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran akisisitiza kuwa jibu la Iran la kushambulia kambi za kijeshi za Marekani katika baadhi ya nchi za Ghuba ya Uajemi halipaswi kutambuliwa kuwa ni mashambulizi dhidi ya nchi hizo, bali ni jibu halali dhidi ya chanzo cha uchokozi. Mapema asubuhi, wimbi la 15 la operesheni Ahadi ya Kweli lilianza kwa jina la Msimbo ya Zahara kwa mashambulizi mseto ya makombora, ndege za kivita zisizo na rubani na operesheni maalum ya kikosi cha wanamaji cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu dhidi ya kambi za jeshi la Marekani katika eneo la magharibi mwa Asia. Na nikwambie, waziri wa mambo ya nje wa China amesisitiza ulazima wa faili la nyuklia la Iran kuondolewa kwenye wingu la vita. Wang Yi ametoa sisitizo hilo katika mazungumzo aliyofanya kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot, na kueleza kwamba jamii ya kimataifa inapaswa ipinge hatua yoyote ya ukiukwaji wa sheria za kimataifa na kujiepusha na utumiaji wa vipimo vya upendeleo na undumila kuwili. Wang ameongeza kuwa madola makubwa yenye nguvu yasitumie kuwa kwao na uwezo wa juu wa kijeshi kuanzisha mashambulio dhidi ya nchi zingine, na dunia isirudishwe kwenye sheria ya msituni. Waziri wa mambo ya nje wa China amekumbusha kuwa hatimaye baada ya yote italazimu kuirejesha kadhia nyuklia ya Iran kwenye mkondo wa kisiasa na kidiplomasia, na akasema anatumai kwamba kwa kufuata mwelekeo wa insafu na kuzingatia uhalisia, Ufaransa itaungana na kushirikiana na China katika kuielekeza hali ya mambo upande wa kupunguza mivutano na kulinda misingi mikuu ya uhusiano wa kimataifa. Vilevile, mamia ya wanaharakati wanaopinga vita wamefanya maandamano makubwa huko Manhattan mjini New York wakilaani mashambulizi ya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wapinzani hao wa vita na sera za Donald Trump walianza maandamano yao katika medani ya Columbus wakitangaza upinzani wao dhidi ya uchokozi na mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israeli nchini Iran. Waandamanaji walikuwa wakipiga nara za simamisha vita dhidi ya Iran. Baadhi ya waandamanaji hao walikuwa wamebeba picha za kiongozi shahidi Ayatollah Ali Khamenei, huku wakipiga nara za anzisheni intifadha ya kimataifa. Waandamanaji hao pia wamelaani siasa za kinafiki za nchi za magharibi. Vilevile, Israeli imeendelea kuyashambulia maeneo kadhaa ndani ya Iran usiku wa kuamkia leo, na Iran nayo imejibu kwa kufurumisha makombora masafa kuelekea Israeli na kwenye nchi kadhaa za Ghuba ya Uajemi. Mitikisiko mikubwa imesikika kwenye mji mkuu wa Iran, Tehran, lakini pia huko Tel Aviv, huku jeshi la Israeli likisema limeshambulia pia miji mingine na kukilenga kwa mabomu kituo kimoja cha nyuklia. Picha za satellite zimeonyesha paa la jengo la ikulu ya rais mjini Tehran limeharibiwa, ingawa Iran haijatoa taarifa yoyote kuhusu shambulizi hilo. Makombora ya Iran yaliulenga mji wa Tel Aviv na Israeli imeripoti raia wake kadhaa wamejeruhiwa kutokana na vishindo vya makombora. Katika hatua nyingine, jeshi la Marekani limesema tangu kuanza kwa vita limeyashambulia zaidi ya maeneo 2000 ndani ya Iran, ikiwa ni pamoja na meli za kivita na mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran. Na nikwambie, mashambulizi ya anga ya Israeli na Marekani dhidi ya Iran yameongezeka wakati kukiwa hakuna dalili ya vita kumalizika. Nini hasa ambacho kitaweza kuendelea?
endelea kukaa kando nami, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Shukrani kwa Babu Kivita na historia ya dunia. Asante.